Namshukuru Mungu kwa sababu ya baba yangu ambaye amenipa nafasi hii. Kuhubiri ujasi ni mtu ambaye nimewahi kukataa mara nyingi, lakini kwa neema ya Mungu niko leo hapa kusema neno la Bwana. Niko hapa kusema neno la Bwana tena. Niko hapa kuzungumza na mtu mmoja hapa. Halo. Na kabla sijazungumza neno, nataka nikupe ushuhuda kwanza, alafu niendelee na neno la Bwana. Yes. Kipindi namaliza kidato cha 4 nikawa nimefeli shule. Yale matokeo yakanionyesha mimi ni mjinga. Halo? No. Yakanionyesha kwamba mimi sina akili. Watu wakaniona kwamba mimi sio chochote, na namna shule ilivyo designiwa, unapofeli shule unaonekana wewe sio kitu na huwezi kufanya kitu chochote katika dunia hii. Nikwambie kitu kimoja sasa. Nikaishi katika unyonge. Niliishi katika hofu na kuwaogopa watu. Lakini baada ya kumpata Yesu Kristo, kulipata neno la Mungu, nikaanza kutambua ya kwamba kumbe mimi ni zaidi ya matokeo ya shule. Halo? Kwamba mimi kabla hata mzazi wangu wenyewe alionizaa nijui, kwa sababu kabla ya kwenda kwenye viuno vya baba yangu nilikuwa kwenye wazo la Mungu. Kwenye viuno vya baba yangu nikaenda kwenye tumbo la mama yangu, mwisho wa siku ndo nikazaliwa. Kumbe hata mama yangu mzazi alijui jinsi nilivyo mimi, na mimi ni zaidi ya kile ninachokiona na ya matokeo ya shule, kwa sababu ABCD za shule sio mimi. Mimi ni mwana wa Mungu aliye hai. Halo? Ukianza kumjua Mungu utaanza kujijua wewe ni nani, na ukishaanza kujua wewe ni nani utaanza kujitafuta na utajiona wewe ni nani. Nataka nikwambie, unaweza kuwa unasoma upo unatafuta degree ya ualimu, lakini wewe ni zaidi ya mwalimu. Na ndio maana kuna watu walisoma ualimu lakini sio walimu, kwa sababu hawalikuwa hawajui wao ni kina nani. Neno nililonalo ni moja tu: kwa Yesu inawezekana tena. Sema kwa pamoja, kwa Yesu inawezekana tena. Kwa Yesu inawezekana tena. Palikuwa na mtu ambaye amekuwa hawezi muda wa miaka 38. Nataka nikwambie kwamba Biblia inatuambia kabisa, na hapa kulikuwa na mtu ambaye halikuwa hawezi muda wa miaka 38. Inaweza kawa umezuiliwa lakini kwa miaka 2. Inaweza kawa hilo jambo limekusumbua lakini kwa miezi 6. Inaweza kawa masomo yako yamekuwa magumu lakini kwa semester 1. Nataka nikwambie, alikuwepo mtu alikuwa hawezi miaka 38. Pengine mambo yamekuwa magumu kwako lakini ni miaka 2 tu. Mambo yameshindikana lakini ni mwaka 1. Mambo yamekuwa mabaya mwaka 1 tu, lakini huyu mtu alikuwa hawezi. Biblia inatuambia miaka 38. Naendelea kusoma. Yesu alipomuona mtu huyu amelala, naye akijua ya kuwa amekuwa hali siku nyingi, alimwambia, wataka kuwa mzima? Yule mgonjwa akamjibu, Bwana, mimi sina mtu wa kunitia birikani maji yanapotibuliwa, ila wakati anapokuja mimi mtu mwingine ushuka mbele yangu. Hii ni habari ya ile birika ambaye malaika alikuwa anashuka anatibua maji yale. Alafu mtu wa kwanza kuingia pale alikuwa anapata uzima. Sasa na mtu huyu anavyozungumza na Yesu, anaanza kushuhudia, anaanza kuleta habari ya kile ambacho kinaendelea ili mtu aweze kupata uzima. Lakini kumbe Yesu alikuwa anao huo uzima. Yesu alikuwa tayari. Huyu mtu anaulizwa, unataka kuwa mzima? Analeta sababu. Kwa hiyo kwa habari hii, huyu mtu alikuwa hawezi miaka 38, lakini alipokutana na Yesu, Yesu akamwambia, Bwana, jituke godoro lako na uende. Sio kwa habari ya siku gani, sio kwa habari ya nini, ni habari ya kwamba ulikuwa uwezi, utaweza tena. Ulikuwa utembei, utatembea tena. Ulikuwa uinuki, utainuka tena. Mara yule mtu akawa mzima, akajitwika godoro lake, akaenda. Nayo ilikuwa ni siku ya Sabato. Siku hiyo, kama kwenye Biblia kuna kitu kimeandikwa kilikuwa kina maana.
Ukiona wameandika Sabato, wameandika mji, walikuwa kuna jambo linatakiwa lisifanyike kwa sababu ya siku. Ilikuwa ni siku ya Sabato. Mstari wa 10. Kwa sababu hiyo Wayahudi wakamwambia yule aliyeponywa, leo ni siku ya Sabato, wala si halali kwako kujitwika godoro. Kwa sababu ni siku ya Sabato. Walikuwa wanajua ni siku ya Sabato, haiwezekani kufanyika jambo hili. Lakini Yesu alivyokuja pale, mwana wa Daudi, mfalme wa wafalme, yeye haendi kwenye kati, haendi kwa majira, hakuna kinachomzuia, hakuna kinachomkwamisha. Anapoamua kutenda, anatenda sehemu yoyote, hakuna anayempangia, kwa sababu yeye ni mwana wa Mungu aliye hai. Anafanya popote, haijalishi ni siku gani, haijalishi ni mahali gani, lakini anafanya popote kwa sababu hana mipaka. Mfalme hawezi kuzuiliwa. Utaenda Luka 5:2-8. Nisomee hiyo Luka 5:2. Luka 5:2. Akaona vyombo viwili vimekaa kando ya ziwa. Naam. Lakini wavuvi wametoka. Naam. Wanaosha nyavu zao. Mstari wa 3. Akaingia katika chombo kimoja. Ndicho chake Simoni. Akamtaka akipeleke mbali kidogo na pwani. Akaketi. Akawafundisha mkutano ali chomboni. Mstari wa 4. Hata alipokwisha kunena, alimwambia Simoni, tweka mpaka kilindini, mkashushe nyavu zenu mpe samaki. Mstari wa 5. Simoni akajibu akamwambia, Bwana mkubwa, tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha, tusipate kitu, lakini kwa neno lako nitazishusha nyavu. Simoni akajibu akamwambia, Bwana mkubwa, tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha. Wow. Haleluya. Haleluya. Nataka nikwambie kitu kimoja. Huyu bwana akamwambia Yesu, lakini kwa neno lako tutashusha nyavu. Mstari wa 6. Basi walipofanya hivyo walipata samaki wengi mno. Ishi hapo, kwa sababu anasema basi walipofanya hivyo walipata samaki wengi mno. Hao watu walivua samaki kama kawaida yao walivyozoea kuvua, yale majira ya kuvua samaki, lakini walikosa samaki. Haleluya. Majira hayaruhusu kuvua samaki, majira hayaruhusu kufanya biashara, majira hayaruhusu wewe kufanya kitu, lakini linapokuja neno la Yesu Kristo linakuamua wewe kufanya jambo lolote wakati wowote, bila kuangalia majira wala kuangalia ni nini kinachoendelea. Wavuvi walikuwa ni wale wale, sema wale wale. Chombo kilikuwa ni kile kile, sema kile kile. Bahari ilikuwa ni ile ile, sema ile ile. Lakini samaki hawakupatikana mara ya kwanza. Lakini alipokuja mwanaume wa wanaume, alipokuja Yesu Kristo, alipokuja mfalme wa wafalme, akawaambia shusheni nyavu tena. Samaki zilivuliwa nyingi. Zilivuliwa nyingi tena, nyingi sana. Zilivuliwa nyingi sana na tena tena. Kwa sababu tu walimpokea Yesu, walisikiliza lile neno la Yesu amesema nini. Na sisi jioni ya leo tuliyemleta hapa ni Yesu Kristo. Mstari wa 8. Simoni Petro alipoona hayo, alianguka magotini pa Yesu, akisema, ondoka kwangu, kwa kuwa mimi ni mtu mwenye dhambi, Bwana. Huyu alivyoyaona hayo Yesu akifanya, akainama magotini akamwambia, ondoka kwangu, kwa sababu mimi ni mtu mwenye dhambi. Kwa hiyo kuna aina ya watu kwenye maisha yao wameamua kujikataa kutokana na vile watu wanavyowaona, kutokana na vile wanavyojiona wao. Nataka nikwambie Yesu Kristo alikuja kwa sababu ya wenye dhambi. Yaani sio kwa habari ya nini. Usianze kuwa na hofu kama Petro aliyokuwa naye ile. Hivyo ulivyo, Yesu anakupenda sana. Twende katika Mathayo 11 ule mstari wa 3 na kuendelea. Wanamuuliza, wewe ndio yule ajaye au tumtazamie mwingine? Labda kuna mtu mwingine ambaye anakuja. Hakuna mtu mwingine anaweza kufanya jambo lolote, ila anayefanya mambo makubwa kwenye maisha ya watu ni Yesu Kristo. Yesu akajibu akawaambia, nendeni mkamweleze Yohana mnayoyasikia na kuyaona. Na nalizungumzia hili hapa. Yesu Kristo sio mganga wa kienyeji.
sio mganga wa kienyeji. Unavyoenda kwa mganga, anakupa dawa, unaleta dukani kwako. Unaona huo tofauti? Na hiyo dawa itaisha, utarudi. Lakini unavyompokea Yesu, utapokanyaga wewe na yeye. Ukienda sokoni na yeye anakwenda. Ukiwa nyumbani na yeye yupo. Unapokuwa kazini na yeye anakufuata. Unapokuwa popote pale. Hiki kitu ndo nataka nikwambie, kuna sehemu unakwama kwa sababu tu hayupo Yesu ambaye hana mipaka. Mganga unamwacha kwenye tunguri, unamwacha kule alipo, atakupa vitu vya kuja navyo, lakini yeye hauji naye. Hautakuja naye kwenye biashara yako, hautoenda naye kwenye ndoa yako. Ila Yesu bwana, wewe unapompokea huyu Yesu, unapomchukua huyu Yesu, unapokanyaga na yeye anakanyaga. Kwenye biashara yako na yeye anakuwepo, kwenye hiyo ndoa na yeye anakuwepo, kwenye kila eneo la maisha yako unakwenda naye. Ninasoma katika kitabu hichi cha Mathayo 11:28. Anasema, njooni kwangu nyinyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Mjitie nira yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Kwa hiyo hii mizigo aliyoiweka hapo juu, inawezekana kuna sehemu ameizungumzia raha iliyopo kwake. Pengine wewe kuna sehemu unapata raha, lakini hapa juu amesema hiyo raha inawezekana inakupa mzigo. Hiyo raha ni ya kitambo tu. Ni kweli walikwambia ukiwa na stress, ukinywa pombe utasahau kila kitu. Mzigo unaanzia wapi? Baada ya ile pombe kuisha kichwani, unakumbuka kabisa kilichokuwa mwanzoni ndio hichi kinachoendelea sasa hivi. Kwa hiyo hii mizigo iko kwa sababu tu haujajua ni wapi unaweza ukaipata raha ya kweli, unaweza ukaipata furaha ya kudumu, unaweza ukaipata amani ya moyo, unaweza ukaupata uzima. Wanaweza wakakwambia kabisa, inawezekana kabisa kijana, wewe unakaaje wewe wenzako wako wanafanya mambo fulani, wanashtua mwili kidogo, wanatengeneza raha za mwili kwa wakati fulani, lakini hii raha ya kwenda kufanya uzinzi inakutengenezea mzigo wa kudumu. Kuna watu waliwahi kufanya uzinzi mara ya kwanza, akapata ukimwi, akapoteza bikra, akapata na mimba, akakosa na mbingu. Yaani alienda mara moja kujaribisha, baada ya kusikia stori za utamu kwa wenzake. Alivyoenda pale, cha kwanza akapoteza bikra, akapoteza uwepo wa Mungu, akapata ukimwi, akapata na mimba, na mbinguni akaipoteza na mbingu. Na huyo mwanaume akamwambia, mimi sikutaki. Kwa hiyo alipoteza kila kitu. Ni kweli alipata raha ya uzinzi wa siku moja. Mimi sikatai, nakubaliana na huyo mtu kabisa. Na baada ya kupata hiyo mimba, baba yake akamwambia, siwezi kukaa na mke wa mtu hapa nyumbani mimi. Naomba uende kwa mume wako. Baada ya kupata hiyo mimba, akiwa kidato cha 5, baba yake akamwambia, siwezi kusomesha mke wa mtu. Lakini Yesu Kristo anakupa raha ya kudumu. Naweza kukwambia kwamba inawezekana zile raha zilikuja kwenye maisha yako zikaharibu maisha yako, lakini Yesu yuko Kristo wa rehema, yuko hapa, anayesamehe dhambi, anayeanzisha upya tena maisha yako. Yupo hapa Yesu Kristo. Wamekwambia kabisa, mimi ninakubaliana kabisa na utamu wa kila dhambi. Hakuna dhambi ambayo haina utamu. Yaani ninakwambia kabisa, hakuna dhambi ambayo haina utamu. Utakunywa pombe utapata raha. Sikatai, mimi ninakubaliana na wewe. Lakini raha ya kweli na raha ya milele ipo kwa Yesu Kristo. Hizi raha zingine za duniani bana, zimekuletea mzigo. Pengine ulisikia raha kumsimulia mtu hadithi za mtu, stories za maisha ya mtu. Sikatai, kipindi unamsimulia ni rafiki yako ili utengeneze mahusiano mazuri na yeye. Mimi nakubaliana na wewe. Lakini baada ya hapo walikushuta, wakakutukana, wakakutania nguo, wakakwambia wewe ni mnafiki. Kwa sababu ya ule umbea tu ulishindwa kunyamaza na hiyo siri. Ni kweli ulipata raha, unamwambia rafiki yako, wanakusema hivi bana, wanakuzungumza hivi, unatengeneza mahusiano mazuri na rafiki yako. Mimi sikatai, wewe ni mtu mzuri sana.
hatukatai kabisa na tunakubaliana na wewe kwenye jambo lolote unalolifanya. Mimi sikatai kabisa kwa habari ya wewe kwamba ulienda kwa mganga akakusaidia. Mimi nakubaliana na wewe kabisa. Inawezekana kweli alikusaidia, lakini alikusaidia kwa kitambo kidogo. Alikusaidia kwa kukutengenezea mzigo. Leo utakapokuja kwa Yesu, Yesu anasema hata imekuwa mtu akija ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Raha za duniani zilikutengenezea mzigo, zimekutengenezea mzigo, alafu zina tabia ya kukutengenezea msingi wa kuziamini kama zenyewe ndo zinakupa raha. Utakunywa pombe siku moja, stress itoke, ikiisha pombe kichwani utakunywa tena. Mwisho wa siku unakuwa wewe ni kilevi. Yaani wewe ndo kilevi chenyewe, sio paka unywe pombe, unakunywa maji unalewa kwa sababu pombe imeshajaa sana kichwani. Wakati mwingine kuna watu sio paka wanywe pombe ndo walewa, hata wakisikia harufu, kwa sababu ameshakunywa sana pombe. Halo, akionja kidogo tu tayari ameshalewa. Mnashangaa, mbona huyu alikunywa ya buku? Huyu mbona alikunywa ya buku tu, alionja, imekuwaje tena huyu mtu amelewa? Kumbe ile damu yake ishakuwa ya pombe. Lakini leo tumeileta damu ya Yesu Kristo. Tumemleta Yesu Kristo. Tumeileta damu ya uzima. Tumeileta damu ya amani. Tumeileta damu ya furaha tena. Tumeileta damu ya tumaini tena. Tumeileta nguvu ya Yesu. Tumeileta nguvu ya msalaba. Yale ambayo uliona yalikunyima raha kwa muda mrefu, inawezekana tena kwa Yesu. Hakika walikwambia uzinzi una raha, lakini utakuwa mtumwa wa uzinzi kwenye hii dunia mpaka unakufa. Kwa sababu hiyo rasi inakuwa ya kitambo kidogo, ukikaa kidogo unawaza. Kila mwanamke utahangaika na kila mwanamke kwenye hii dunia. Mara mweusi, utatafuta mrefu, utatafuta mnene, utasema mwembamba. Yaani utaona kila mtu, lakini bado hiyo raha yako hautaipata kama inavyotakiwa. Lakini ukiitaka raha ya milele, ukiitaka furaha ya kweli, ukiitaka amani ya kweli, ukiitaka uzima, ukiitaka neema, ipo kwa Yesu Kristo. Yesu Kristo ni yote zaidi ya yote. Nataka nikwambie wewe, na hayo unayoyafanya wewe sio tatizo. Ipo madhabahu ndani yako. Shida ni kwamba sio kwamba wewe umtaki Mungu. Wewe unapenda kabisa kuja kanisani, unapenda kabisa kujiandaa kwenda mbinguni, lakini ipo nguvu inakuzuia. Ipo nguvu imekuweka kwenye mambo yasiyofaa. Ipo nguvu imekufanya ujibague. Ipo nguvu imekunyima amani. Lakini ukija kwa Yesu Kristo Bwana, ipo nguvu ya Yesu yenye uzima wa milele. Ipo nguvu ya Yesu yenye amani ya kweli. Ipo nguvu ya Yesu ya msalaba. Ipo nguvu ya Yesu yenye majibu ya maisha yako. Haleluya. Kwa hiyo nimekuja kusema kwa Yesu Kristo inawezekana tena wewe kuwa na raha. Inawezekana tena wewe kufufuka kwenye hiyo biashara yako. Inawezekana tena wewe kuanza upya kwenye kila jambo la maisha yako. Na watu wa ujasi waliokuwa wanakudharau watakushangaa. Watu waliokukataa kwenye familia yako watakukimbilia tena. Kama wamekukataa, njoo kwa mkataliwa mkuu. Mkataliwa mkuu ni Yesu Kristo. Wewe umekataliwa, wamekukataa kidogo tu. Huyu walikataa mpaka wakamweka na msalabani. Wewe umekataliwa, hata bado hawana mpango wa kukuua, wamekuacha unaishi. Wewe umekataliwa kidogo sana. Mkataliwa mkuu ni Yesu. Mkataliwa mkuu ni Yesu ambaye alianza kutafutwa toka kuzaliwa kwake. Pengine wao walikukataa baada ya kubeba mimba. Walikukataa baada ya kufanya makosa fulani. Walikukataa baada ya ulimpokea Yesu akakukataa. Ulipokukataa na wewe ukamwacha Yesu, akaendelea kukukataa tena. Njoo kwa mkataliwa mkuu ambaye ni Yesu Kristo. Muwe naye pamoja ili wale waliokukataa watakukimbilia tena. Anasema jiwe waliolikataa waache limekuwa jiwe kuu la pembeni. Yaani wewe waliokukataa watakukimbilia kama ukiwa na Yesu Kristo. Huyu ni kiongozi wa wakataliwa. Kwa hiyo usikate tamaa. Kuna watu walianza kunywa pombe kwa sababu wazazi wao waliwaambia hawafai. Walionekana hawafai.
walianza kuharibu maisha yao kwa sababu ya kosa moja aliyolifanya. Mtu aliamua kuanza kujiuza kwa sababu mzazi wake baada ya kusikia ana mimba akamwambia sikutaki kwangu. Hiyo mimba akaenda kuitoa, akaendelea na maisha ya duniani, akapotea kwa sababu ya mzazi aliyempoteza. Lakini leo yuko mzazi Yesu Kristo ambaye amekuja kukukumbatia tena, ambaye amekuja kukutafuta tena, ambaye ametaka kutembea na wewe tena, ambaye anataka kubadilisha historia yako tena. Wako watu hawakustahili kabisa, lakini tunapokuja kwa Yesu tunastahilishwa. Walikuwepo watu wauaji, lakini walipokuja kwa Yesu Kristo wakawa watumishi wa Mungu wazuri. Walikuwepo kina Rahabu makahaba, waliokataliwa, watu waliotengwa, lakini walipokuja kwa Yesu Kristo, hao uzao wa Yesu ulipitia kwao. Kwa hiyo kuna uwezekano wa kuwa na maisha mapya kabisa kwenye maisha yako. Kuna uwezekano wa kuwa na mwanzo mpya kabisa kwenye masomo yako. Kuna uwezekano wa kuwa na mwanzo mpya kabisa kwenye ndoa yako, ila kwa neno la Yesu inawezekana kupata tena kwa sababu tu Yesu ameingia pale. Kwa hiyo wewe inawezekana kuwa na mabadiliko kwenye maisha. Tumezungumza kwa habari ya kina Simoni, wavuvi wale wa samaki, walikosa samaki, lakini alivyopatikana Yesu kwenye habari ile ya samaki, walivua samaki sana. Kwa hiyo kuna uwezekano wa kuwa na ushindi tena kwenye maisha yako, kwa sababu ukimpokea huyu, ukamkubali huyu Yesu, inawezekana tena. Tumemleta Yesu Kristo hapa. Kwa hiyo kama uko mbali, unaweza ukasogea maeneo haya. Inawezekana tena kwenye maisha yako, inawezekana tena. Naendelea kukaribisha mtu wa Mungu ambaye uko mbali, unaweza ukasogea karibu na maeneo haya. Yupo Yesu mahali hapa.